My good people, how are you doing? How have you been? I hope you have had a good one. Umekuwa na wakati mzuri mahali popote ambapo upo. Karibu sana kwenye ABM Podcast, mahali ambako tuna aim katika kuhakikisha kwamba tunakuboresha maeneo mbalimbali ya maisha yako into becoming a better person day by day. Tunafanya part yetu ya kuhakikisha kwamba tunakuletea watu ambao wanaweza kukufundisha, wanaweza kukuinspire, wanaweza kukuelekeza what to do kwenye areas mbalimbali za maisha yako. Na wewe ufanya part yako ya kuhakikisha kwamba you tune in every time, lakini pia unafanyia kazi hivyo vitu ambavyo hawa watu wanakufundisha. Karibu sana. Leo tupo na one of the leading business coaches kwenye hii nchi, wanaofanya vizuri sana na wanaoinspire kina dada na wanaume na watu wengi sana kwenye hii nchi yetu, na atatuambia zaidi kuhusiana na vitu anavyofanya na kwa nini tunaelewa hapa. Karibu sana. It's going to be a good conversation, I promise you. Tutakuwa na maongezi mazuri sana kwa sababu mimi namfuatilia binafsi na ninafahamu vitu vingi anavyofanya. So it's going to be a good one. Buckle up. Na huyu si mwingine bali ni my good sister Blandina Njau. Karibu sana my sister. Asante, shukrani sana. Fantastic. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu, naendelea vizuri sana. Hii kitu yetu tumeipanga imeingia na kutoka, lakini finally we're here. Tunamshukuru Mungu sana. Yes, kabisa. Karibu sana. Nashukuru. Unaweza ukajiintroduce kwa kifupi sana kwa watu ambao hawakufahamu, halafu tuendelee kutokea hapo. Okay, asante. Na mimi kwa majina yangu naitwa Blandina Njau, na mimi ni mjasiriamali, ni global business builder, mentor and coach. Na nimekuwa nikifanya biashara kwa takriban miaka 15 sasa. Na mimi mission yangu kwenye maisha ni kuweza kuwasaidia watu, professionals, sana sana wanawake, kuweza kujitambua, kuweza kujua kusudi la maisha yao, kuweza kumaximize potential zao, kuweza kujenga biashara na kutimiza malengo yao. Na nimekuwa nikifanya hivyo kwa muda mrefu sasa, zaidi ya miaka 10, na nikizungumza na watu kama ninavyozungumza hapa na wewe, ninaandika kwenye mitandao ya kijamii, nina network, lakini pia kikubwa ninaongoza watu. Na ninamshukuru Mungu sana kwa kuweza kunipa hii nafasi ya kuzungumza na mtu wa thamani kama wewe. What an intro. Yaani miongoni mwa intro ambazo nimewahi kukutana nazo ambazo ni dakika moja mtu amejieleza ni nani na ana experience gani na kwa nini yuko mahali ambako yupo. An excellent intro. Let's get right into it. Yes. Ni nini ambacho kili inspire wewe kuanza kufanya ambacho unakifanya, na in short kwa nini ulianza kufanya kitu ambacho ulikuwa unafanya? Okay, asante sana. Na mimi labda kidogo background yangu baada ya kumaliza chuo, na kama ilivyo kwa vijana wengi, ni mtu ambaye nilikuwa na ndoto kubwa sana. Na saa nyingine unasema labda sasa nimesoma na ingia mtaani, nitapata kazi nzuri ambayo itaweza kuendesha maisha yangu bila wasiwasi. Na kama ilivyo tu kwa vijana wengi. Na baada ya kuingia kwenye maisha ya kuanza ajira yangu ya kwanza, na mimi kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kwenye huduma kwa wateja. Baada tu ya kumaliza chuo, nilikuwa napokea simu. Ushawahi kupiga simu kwenye huduma kwa wateja? Asante kwa kusubiri, jina langu Blandina, naomba nikusaidie tafadhali. So mimi hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya kwanza. Okay. Na baada ya kufika pale, kazi yangu ya kwanza, mshahara wangu wa kwanza tayari kabisa ulitosha kuniambia, Blandina, huwezi kufika kwenye ndoto zako. Na sijasema kwamba ajira ni mbaya, pana, lakini kwa sababu tu ndoto zimetofautiana. Kwa hiyo nikaanza kujiuliza, hivi ni kitu gani kingine ambacho naweza kukifanya kikaweza kunisaidia kuweza kutengeneza kipato kizuri cha ziada. Na wanasema huwa mtafutaji achoki. Na Mwenyezi Mungu akitaka ufanye jambo, inawezekana likaendelea kukupigia makelele masikioni mpaka utakapolifanya. So nikiwa katika kutafuta kitu ambacho naweza kukifanya, ikaja biashara ambayo mimi naifanya sasa hivi kwenye maisha yangu. Nikaangalia, nikaona ni kitu kizuri kabisa ambacho naweza kukifanya kwa muda wangu wa ziada, ili niweze kutengeneza kipato cha ziada. Kwa sababu nimeona wazazi wangu wakifanya kazi kwa bidii sana, wakiwa waajiriwa watiifu, lakini tumeweza kuwa na changamoto ya kipato miaka yote, maisha yetu yote. Kwa hiyo na mimi nikasema, nitakapopata nafasi ya kuanza kutengeneza pesa, basi sitakubali kutegemea mshahara peke yake. Walau nitafute kitu kingine ambacho naweza kukifanya kinisaidie kuweza kutengeneza kipato cha ziada. Na hapo ndo nilipopata nafasi ya kuangalia biashara, nikaamua kuianza kwa muda wangu wa ziada, na mpaka sasa hivi ndio biashara ambayo ninaifanya. Ajira yako ya kwanza ambayo ulianza, ndio, ni nini ambacho ulikiobserve ambacho
kama kilikuboost into believing kwamba unaweza kufanya kitu kingine, na ni nini ambacho ulijifunza kwenye biashara? Kitu kikubwa ambacho nilichojifunza na nilikutana na wenzangu ambao wako pale miaka 10. Kuna watu ambao walikuwa wameajiriwa kwa miaka 15, wana experience ya muda mrefu. Nikaangalia kama hawa watu baada ya muda mrefu hivyo kwenye kile wanachokifanya bado hawajaweza kutimiza malengo yao. Ina maana hata mimi ndio unakoelekea. Ni hapoelekea. Na nikarudi tena kwenye mfano wa wazazi wangu ambao nimeona wakipambana kwa muda mrefu sana bila kuweza kufika kwenye malengo. Nikasema na mimi sitaki kupita huku wenzangu walipopita. Yeah, that's true. Yes. Maana yake wakati mwingine unaweza ukatumia tu watu ambao wanafanya unachokifanya kumira. Yes. Unataka kwenda wapi? Kama unaona anachokifanya mtu ndo unachokifanya na alipo sio unapotaka kuwepo, maana yake there is something you are doing wrong. Kabisa. That's nice. That's nice. So na ningetamani pia kufahamu wewe kama Blandina na wewe kama Blandina as a person na Blandina as a brand. Nataka kufahamu kama wao ni mtu mmoja au ni watu wawili tofauti. Kama ni watu wawili tofauti, kama ni mtu mmoja, nataka kufahamu core values ambazo zinamtengeneza Blandina as a brand au Blandina as a person. Kama ni separate, maana yake zitakuwa core values 3 tofauti. Kama ni mtu mmoja, let's do it together. Okay, asante sana kwa swali zuri. Naweza kusema kwamba huyu ni mtu mmoja. Okay. Na mimi binafsi nimekuwa nikiishi kutokana na values kama ulivyosema. Na ya kwanza kabisa ambayo mimi naamini ni kwenye kugundua kusudi la maisha yako. Kwenye kudiscover your life purpose. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyotuleta hapa duniani, kila mtu ameletwa kwa ajili ya kusudi fulani. Na nataka utambue kwamba wewe sio kwa bahati mbaya. Inawezekana hata wazazi wako wanasema sisi hatukutegemea wewe kuja duniani, lakini Mwenyezi Mungu alikusudia wewe kuwepo duniani. Sasa swali linakuja, kusudi lako la maisha ni nini? Na usipojua kusudi lako, unaweza ukajikuta unapoteza muda kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Unaweza ukajikuta unaambatana na watu ambao sio sahihi. Na mwisho wa siku ukajikuta umeondoka tu duniani bila kuweza kutimiza lile jambo ambalo Mungu amekuletea hapa ulifanya. Ukaenda kudai hiyo. Kabisa, na Mungu akaenda kukudai. So swali la muhimu sana, kwa sababu ukisoma uchunguzi wa watu wengi sana ambao wamefanya, watu waliofanikiwa duniani kuanzia kwenye siasa, kwenye biashara, wamegundua watu wana kitu kimoja ambacho ni common. Wameweza kugundua kusudi la maisha yao ni nini. Kwa hiyo ni value yangu kwamba nimeweza kugundua kusudi ambalo Mwenyezi Mungu amenileta niweze kufanya hapa duniani. Naomba kabla hujaendelea, zipo 3 kabla hujaingia kwenye values zingine, naomba ugusie kidogo kwenye swala la kusudi hapo. Mtu anagundua vipi kusudi lake? Okay, sawa, asante kwa swali. Na kwenye swala la kugundua kusudi kuna vitu vya muhimu vya kuweza kuangalia. Na kitu cha kwanza ambacho unabidi uangalie, inaweza kuangalia strength zako au ability zako. Ni kitu gani ambacho una uwezo kufanya vizuri? Okay? Na tunasema kwamba vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kukubariki. Yes, vipawa ambacho inawezekana wewe ukao unakifanya vizuri sana na mtu mwingine hawezi kukifanya. Inawezekana labda mimi kuzungumza au kuandika. Unaweza ukaniamsha hata saa 8 za usiku nikazungumza bila shida au kuandika. So cha kwanza ni strength or abilities. Lakini jambo la pili na la muhimu sana, what are you passionate about? Passion. Unajua kuna vitu vingine ambavyo unavifanya out of your passion. Exactly. Unajua unaweza ukawa unakifanya kitu hata bila kuangalia muda, bila kujua hata masaa yameendaje. Ukajikuta labda masaa 3, masaa 4 and you are happy about it. Okay. Lakini pia ni muhimu kuangalia pains or burden. Na inawezekana labda nikatoa mfano, inawezekana ikawa ni kwenye upande wa watoto yatima. Yaani wewe leo hii ukipata nafasi ya kukutana na mtoto mwenye muhitaji barabarani, ni kitu ambacho kikakunyima usingizi. Unalala unasema Mwenyezi Mungu ukinibariki lazima niende nikaguse wale watoto ambao wana uhitaji. Inawezekana ikawa ni mabinti ambao wanapata ujauzito kwa umri mdogo, wakashindwa kuendelea na masomo yao. Ni kitu ambacho kikao kinakunyima furaha. Unatamani uende ukafanye kitu kwenye maisha yao. So kwa kuangalia hivyo vitu vitatu kwa haraka, inawezekana wewe ukagundua kusudi la maisha yako ni nini. Okay. So kwa values ulikuwa umezimaliza? Ya pili, naomba niende kwa ya pili. Okay. Hiyo ilikuwa nimezungumza ya kwanza. Ndiyo. Lakini jambo la pili la muhimu sana ni kuweza kumaximize potential. Ukishajua sasa. Yes, ukishajua kusudi lako pia, lakini kumaximize potential tunasema kwamba Mwenyezi Mungu alivyotuumba
hata kama hujapata nafasi ya kupata elimu ya chuo kikuu, kuna kitu kipo ndani yako. Na potential sio vile vitu ambavyo umeenda shule kwa visomea. Kuna vitu ambavyo vipo ndani yako. Japo kuna watu wanapata bahati wanaenda kusomea vitu ambavyo vina align moja kwa moja na zile potential zao. Lakini bado haibadilishi impact kwamba huyu ambaye hajaenda chuo bado ana kitu ndani yake. Na hapa ninazungumzia hata mtu ambaye kama ulivyosema ambaye hajaenda shule. Inawezekana hujapata nafasi hata ya kusoma sana na unasema basi mimi sina potentials. Hapana. Nataka nikwambie bado kuna kitu. So zile vitu ambavyo vipo ndani yako unawezaje ukavimaximize? Unawezaje ukavifanyia kazi watu wakaona thamani yake huko nje? Unawezaje ukaviexpose mwisho wa siku vikaweza kugusa maisha ya watu wengine? Yes. Na jambo la tatu la muhimu sana ni kuweza kufanya impact. Yes. Tunasema kuna ile alama ambayo pia tunaacha kwenye maisha ya watu. Making an impact. Kwa sababu mimi naamini pia kwenye impact first and the money will follow. Nagusa maisha ya watu kwanza, alafu pesa itanifuata. Ni reward tu ya baadaye. Exactly. Ukienda the other way around sio. Yes, watu wengine wanaamini kwenye kufanya the other way around, but siku zote is impact first na pesa inafuata baadaye. Je, kuna maisha ya watu ambao yanabadilika kwa kupitia mimi. Kuna familia za watu ambao zinabadilika kwa kupitia mimi. Kwa hiyo naamini kwenye kugusa maisha ya watu wengine in a positive way. Yes. Maana yake ni hiyo potential yako discover, ukimaliza maximize, ukimaliza uifanye iwe na impact kwa watu walio. Exactly. Very good core values. Very good ones. Dada Blandina, tumekuzwa katika makuzi tofauti. Ulipokulia na nilipokulia na walipokulia watu wa production na walipokulia naye tutaangalia sasa hivi ni maeneo tofauti. Na haya maeneo ambayo tumekulia yana shape jinsi ambavyo tuna perceive, tuna tafsiri mambo fulani kwenye maisha. Lakini leo nataka tujikite zaidi kwenye swala la pesa. Okay? Watu wengi wamekuwa nilisoma kitabu kimoja kinaitwa Psychology of Money. Ndio. Kule kwenye kile kitabu wanajaribu kuonyesha ni jinsi gani yaani usikimbilie kumlaumu mtu namna anavyotumia pesa anavyozitumia. Kuna saikolojia nyuma yake ambayo inamfanya react jinsi anavyoreact kwenye pesa. Ndio ule msemo wakasemaga unaweza ukampa kila mtu bilioni 1 lakini baada ya mwezi mmoja sijui siku ngapi kila mtu kamkuta amerudi kwenye uchumi aliyokuwa nao kwa sababu it's a mindset. Yes. It's not much about the money. Yeah. Wewe pia na wewe you have your money story. Una story yako na historia yako na mahusiano yako na pesa. Ndio. Hii historia yako iko vipi na ni jinsi gani imeshape mahusiano yako na pesa sasa hivi? Okay. Sawa. Na mimi kama nilivyoeleza awali nimetoka kwenye familia ya kawaida ambao nilikuwa naamini sana kwenye hii familia ya kawaida. Ni ipi Dada Blandina? Ya kama walivyo Watanzania wa kawaida wengi ya wazazi ambao ni waajiriwa labda unapata tu basic needs. Yes kabisa. Unaenda shule za kawaida kabisa. Kwa hiyo nimekuwa nikikua kwamba na mimi nitatamani kuweza kubadilisha kitu kwenye maisha yangu. Nitatamani kuwa na uwezo wa kuwa na uhuru wa muda na uhuru wa kifedha. Na kuna vitu ambavyo nilikuwa naviamini zamani ambapo ikitokea kwenye masuala ya kifedha kwamba labda ninapopata fedha nahitaji kutumia kununua vitu vizuri, kuweza kuishi vizuri. Lakini jinsi ambavyo nimekuwa nikikua kufanya biashara na kupata exposure nyingine na kujifunza, nikagundua mtizamo wangu wa pesa hautakiwi kuwa hivyo. Ninachotakiwa nikipata pesa, kitu cha kwanza ambacho natakiwa nifikirie ni kuweza kuwekeza. Kuweza kufanya ile pesa siku moja iweze kunifanyia kazi. Nisiweze kufanya kazi kwenye maisha yangu yote. Kuna siku ninahitaji niwe na uwezo wa kutengeneza kupumzika na ile pesa ikaweza kunifanyia kazi. Unajua saa nyingine unakuwa na mentality kwamba labda pesa inahitaji kukaa kwenye account tu nikiwa naiona. Lakini inafika mahali unasema hapana. Pesa yangu inavyoingia cha kwanza ambacho nahitaji kufanya ni uwekezaji. Kusave tu pesa mwisho wa siku haitoshi. Unahitaji kuweka ile pesa iweze kukuzalishia pesa nyingine. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nikaanza kukibadilisha. Na hiyo ni wakati nimekuwa nikikua kwamba nahitaji kwanza pesa yangu ianze kunifanyia kazi. Natamani kufahamu pia kitu. Yes. Hichi kitu ambacho unakisema kilishepiwa na familia na watu waliokuzunguka au ni wewe tu Mungu alikiweka ndani yako kikaanza kumachua chenyewe? Hapana, kimeshepiwa na watu ambao wamenizunguka. Okay. Exactly. Lakini kinafundishika. Ni kitu ambacho kinafundishika. Hata kama wewe haukushepiwa nacho. Kabisa. Na ndio maana wanasema finance ni soft skill. Okay. Kwamba ina maana mtu hata kama hana background ya finance
ana uwezo wa kujifunza, Okay. akafanyia kazi na akafundisha watu wengine. Excellent. Yes. Kwa hiyo nikagundua kwamba hata pesa mimi ninayoitengeneza natakiwa niitumie kwa ajili ya kuhakikisha naiwekeza. Hii pesa nahitaji inifanyie miradi. Hii pesa inahitaji kugusa maisha ya watu wengine na kunipa nafasi ya kuishi maisha yenye uhuru wa muda, kipato na kuweza kumtumikia Mungu. Yes. Kwa hiyo maana yake ni huko utotoni ndio ulianza kufanya transformation au umekuja kufanya hapa mwishoni? Nimekuja kufanya ukubwani. Okay. Kwa sababu unajua hata wakati unakuwa tumefundishwa kutafuta pesa. Na ndio maana tangu tunazaliwa unaambiwa nenda shule, soma kwa bidii, upate kazi. Ukipata pesa, tunafundishwa kuitafuta. Lakini sio ile pesa ikufanyie kazi. Kwa sababu pia unajua it's a skill kutafuta pesa. Yes. Kutunza hizo pesa pia ni skill. Wisdom. Yes. It is wisdom. Kuwekeza pia hizo pesa ni skill nyingine, kwa sababu mtu anaweza kawekeza pesa mwisho wa mwaka akaenda kuzichezea zikaisha. Kabisa. So ni kazi kabisa. Maana yake hizi zote ni skill ambazo zinategemeana. Yes. Okay. That's a good insight. Yes. Na kuna mindset yoyote ambayo ulikuwa nayo kuhusiana na pesa zamani? Mtazamo fulani kwamba unajua pesa zipo katika namna fulani ambavyo sasa over time ulivyoanza kupata hii transformation ukajikuta unai-adapt na kubadilika, ambao sasa hivi unasema kabisa kwamba zamani nilikuwa nafikiria hivi lakini sasa hivi sio hivi. Yeah, na kama nilivyosema awali kwamba wakati nakuwa nilikuwa naamini kwenye kutafuta pesa na kuzitumia. Kuwa na maisha mazuri na labda kuishi nyumba nzuri, kuendesha gari zuri, kusaidia watu, familia na vitu vingine kama hivyo. Lakini jinsi ambavyo nimekuwa, nimeanza kutokana na experience, kutokana na kujifunza kutoka watu, kwa experience za watu wengine. Unajua experience kuona watu ambao wamepata mafanikio makubwa sana, ambao watu tumekuwa tukiwaadmire, lakini wakifika mahali wakaanguka, wakarudi kwenye sifuri kabisa. Wakarudi kwenye kuomba watu wengine pesa. Kwa hiyo nikagundua kumbe hata mimi ninavyoendelea kufanya biashara yangu nahitaji pia kuweza kuwa weka pesa zangu na invest pesa zangu ili zije kunisaidia siku ambao nikiwa na changamoto. Exactly. Kwa hiyo ndo hapo nilipokutana na elimu ya uwekezaji na mimi binafsi nikajifunza, na sijajifunza tu, nikaifanyia kazi. Na wewe hauna background ya finance ya chuoni ya nini, ni ya kujifunza mwenyewe from the scratch? Kabisa, nimejifunza sana. Na kama nilivyosema hii ni soft skill ambao mtu yoyote ambaye hana hata background anaweza akajifunza na anaweza akafanyia kazi na akafundisha watu wengine. Tuzungumzie kidogo kuhusu uhuru wa kifedha. Hii ni concept ambayo kila mtu ana definition yake kulingana na anachotaka kwenye maisha yake. Kuna mtu ambaye anaona uhuru wa kifedha kwake labda ni uhuru wa muda, kwamba yeye akiwa free na muda wake he is financially free. Mwingine anaona ni uhuru wa kimaamuzi, kwamba yeye akiwa free kuamua anataka kukiamua muda wote anataka kuamua, he is financially free. Mwingine anaona ni uhuru wa willpower, kwa maana ya kwamba anaweza asiamue anataka kukiamua lakini awe at peace, kwamba nikitaka kuamua hichi hata kama sijakiamua I am comfortable doing it na nikaweza kukifanya. Najua kwako ina tafsiri either kama niliyosema au tofauti. Uhuru wa kifedha kwako una maana gani? Okay, asante. Na mimi kwanza naamini kwenye uhuru wa kifedha, of course, na muda. Unaanzia kwenye muda. Okay? Uwe na uhuru wa muda wako. Unajua unaweza kuwa na pesa nyingi sana lakini hauna muda. Kabla tujaenda kwenye muda, naomba unigusie kidogo. Do you think uhuru wa kifedha ni utajiri? Kuna tofauti kati ya being rich and being wealthy. Darasa lingine tofauti. Yes. Okay. Na utajiri hapa tunaozungumzia ni wa wealth au ni wa richness? Tunazungumzia wealth. Wealth. Exactly. You think everybody who is wealthy is financially free? I don't think so. No, I don't think so. Kuna mtu ambaye anaweza akawa na utajiri wote dunia lakini he is not financially free. It's true. Okay. Na pia hapo ndo tunakuja kwenye swala la muda. Unajua ndio hiyo, kuna watu ambao tunawadmire huko nje lakini hawana muda. Wana pesa lakini hawana muda hata kukaa na familia zao. Sasa kama mimi nipo magetoni sasa hivi na kuangalia kwenye hii clip au ni chochote ambacho na view, na muda wa kutosha kwa sababu sina kazi, sijaajiriwa, sina pesa, do you consider that financial freedom? No. So what is it kama sio muda, na wakati nina muda uhuru unakuwa ni upi hapo? Sasa cha kwanza pia mimi na define
kuweza kutengeneza passive income. Kile kipato ambacho unaweza ukakipata bila hata sura yako kutokea mahali. Nikiwa namaanisha kwamba una vitega uchumi, vitu ambavyo let's say umeinvest kwenye rentals, income streams. Exactly. Ambazo zinakupa kipato ambacho una uwezo wa kuishi maisha yako na familia yako bila kufanya jambo lolote. Inawezekana hujaajiriwa wala ufanye biashara yoyote, lakini kutokana na uwekezaji wako, kila unachokipata kikakuwezesha kuishi maisha comfortable kabisa. Pale ndio tunasema umeweza kufika kwenye uhuru wa kifedha. Okay. Yes. Na unadhani ni definition ambayo ina evolve over time? Labda miaka wewe unadhani umefikia uhuru wa kifedha binafsi yako? Bado. Sijafika. Okay. Na maana yake kwa maelezo yako it means kuna siku utafika, utajiconsider kwamba I am now financially free. Absolutely. Na pia kuna uwezekano ukawa financially free, ukawa umeshakuwa wealthy but you are still not financially free. Yes. Hii process does it ever stop? Kuna mahali ambapo inafika sasa una take a break kwamba now I can rest. Do you think so? Kabisa, ni kitu ambacho kinawezekana. Na hiyo ndio maana tunasema mwisho wa siku unapo save pesa zako, ziishie tu kusave. Lazima uhakikishe zile pesa umeziwekeza ili ziweze kuzalisha pesa nyingine. Okay. Exactly. So umeshatuelezea vizuri uhuru wa kifedha ni upi, na wewe pia umesema upo kwenye hiyo marathon ya kutaka kufikia uhuru wa kifedha, kitu ambacho ni kizuri sana. Hebu share na sisi kama unaona hizo siri zako zinafaa watu kushare na kwenda kuzitumia kwenye maeneo yao wanaofanya wanachokifanya. Unadhani njia za kuweza kufikia uhuru wa kifedha ambazo zingine labda unazitumia, zingine huzitumii, lakini una uhakika anayekusikiliza anaweza kutumia zikawaka, what are the ways? Okay, sawa. Sasa cha kwanza kabisa ni wewe kuweza kupata maarifa sahihi. Exactly, kupata maarifa sahihi. Na saa nyingine kuna watu wengi sana wanapoteza pesa kwa sababu tu hawajapata maarifa. Maybe inawezekana maarifa ya uwekezaji, maybe inawezekana ikawa hizo pesa zako uweke wapi. Tumeona kuna watu wengi sana kutokana na kwamba hawajapata maarifa, pesa zao wameweza kuzipeleka sehemu ambazo sio sahihi, na mwisho wa siku wengine wakaanguka kabisa na wengine wakapotea kabisa. Hata kama huyu ni mtu ambaye alikuwa amefanikiwa. Kwa hiyo mimi naamini kwenye kujifunza. Kujifunza na ujifunze vitu sahihi ambavyo vitaweza kusaidia kuweza kutengeneza pesa zako. Lakini kuwekeza pesa zako. Na jambo la pili la muhimu sana ni kuweza tunasema kuwa na multiple source of income. Usiwe na sehemu kitu kimoja tu cha kutengenezea pesa. Na ukisoma hata matajiri wote, watu kama kina Warren Buffett, watakwambia hakuna mtu ambaye ameweza kuwa tajiri au ameweza kufanikiwa kufika kwenye uhuru wa kifedha kwa kutegemea kitu kimoja tu. Labda wewe leo umeajiriwa unategemea mshahara tu, afu ukaweza kufika kwenye mafanikio. Lazima uweze kuangalia streams nyingine ambazo zinaweza zikakutengenezea kipato. Sasa dada Blandina, mimi huwa napenda sana kutumia common examples ambazo hata a common man can understand us. Mimi nataka hizo multiple income streams, okay? Sasa labda nimeajiriwa au na biashara yangu nafanya. Where do I start? Naanzaje ili niweze kupanua hizo mbawa zangu niweze kuwa na hizo multiple income streams. Okay, sawa. Sasa inawezekana labda leo hii upo mtu umeajiriwa, lakini unaona kabisa labda kwa muda wangu ninaopata ziada naweza ni kwa invest kwenye biashara. So naingia kazini saa 2, natoka saa 11. Nikitoka ofisi saa 11 nafanya nini? Okay. Maybe inawezekana nikaanzisha ninakaa na duka ambalo ninauza vitu. Inawezekana labda nina duka la kuuza vifaa vya ujenzi. Nikaanza nalo kama duka, side hustle. Lakini baadaye nikaweza kuiendeleza zaidi, nikatoka kwenye kuuza vifaa, labda nikaweza partner na watu ambao wanafanya ujenzi maybe. Nikaweza kwenda kwenye step nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo maybe katika hiyo biashara nikaweza kuikuza zaidi na zaidi, ikaweza kunitengenezea vipato sehemu nyingine. Yes. Wewe ni muumini wa 1 mara 100 au 100 mara 1? Kwa maana kwamba wewe ni muumini wa watu ambao mtu ambaye anaweza kufanya vitu vidogo vidogo vingi kuzalisha outcome moja, au mtu ambaye anaweza kufanya kitu kimoja kikubwa kuzalisha outcome fulani, considered kwamba hata kama result inakuwa the same.
Okay. Kama hujanielewa nirudie, ni expand vizuri swali langu. Nimekuelewa. Okay. Na mimi naamini kwenye kufanya kitu kimoja na kukikuza zaidi. Okay. Naamini kwenye focus kwenye jambo hilo. Siamini kwenye mtu kufanya, unajua kuna watu wanashika hichi, anaacha anaenda kwenye kitu kingine, anaacha anaenda kwenye kitu kingine. Kwa hiyo unakuta ndani ya mwaka mmoja ameshika vitu, yani hata ujui, ukitaja jina lake ujui lime specialize kwenye kitu gani. Kwa hiyo mimi naamini kwenye formula ya kitu kimoja ukakielewa, ukakifanya kwa muda mrefu. Okay. Maybe inawezekana kwa miaka 5 hujapata matokeo, inawezekana ukabadilisha ukaenda kwenye kitu kingine. Lakini naamini kwenye kufocus kwenye kitu kimoja ili kiweze kukupa matokeo. Na wewe na kwenye, kwa sababu sasa changamoto inayokuja hapo kwenye, kwa sababu unajua mimi nakusikiliza hapo kama nakuoje, lakini mimi pia najifunza. Okay? Ninapo labda nataka kuwa na hizo multiple income streams. Nifanyeje ili nisiweze kujiandika kila mahali usoni kwamba hivi ni vitu navifanya, ili pia nieleweke, wanasema nisiwe a jack of all trades. Nisiwe naonekana kwamba nashika kila kitu. At least watu wanifahamu kwa kitu fulani specific. What do I do? Ili niendelee kuwa na duka la ujenzi, niendelee kuwa na kibanda cha mama ntilie, niendelee kuwa na hardware na nini, lakini at least watu wananijua kama nafanya kitu fulani specific. Yeah, lazima kuna kitu fulani ambao ni umespecialize. Nitatolea mfano, kama mimi leo hii naweza nikawa nimespecialize kwenye biashara moja ambao kila mtu anajua kwamba hii ndio biashara yangu, Forever Living Products. Lakini kuna vitu vingine kama uwekezaji ambao naufanya. Kwa mfano labda kama nina rentals ambazo zipo nimepangisha na tengeneza kipato kila mwezi. Inawezekana ni uwekezaji mwingine ambao nimeweza kufanya ambao pia unanitengenezea kuweza kupata kipato kingine. Kwa hiyo mimi naamini kwenye specialization ya kitu. Maana yake branding, simama kwenye kitu kimoja. Exactly. Watu wakujue kwa kitu kimoja. Kitu kimoja, yes. Okay. Continue please. Yes. Lakini vitu vingine unaweza kuendelea kuvifanya. Unaweza pia ukavifanya, yes. Aha. So kumbe mimi, kwa mfano mimi nikitaka kufanya kitu ninachokifanya, kufanya vitu vingine hakunizui mimi kustand out kama huyu mtu mmoja ambaye anataka kusimama. Kabisa. Aha. Tuongelee kidogo kuhusu swala la uhuru wa kifedha ambao tumetoka kuzungumzia kidogo hapo mwanzoni. Miongoni mwa vitu ambavyo vinawakwamisha sana watu kufikia huo uhuru wa kifedha ambao tumetoka kuzungumzia hapa ni hizo dhana potofu ambazo mtu anakuwa amekuwa nazo toka huko alikotoka. Unajua, the scarcity mindset sio kitu ambacho kinatengenezwa kwa ukubwa. Ukimkuta mtu ambaye kazi yake ni kusema sina hela every day, huyu mtu alitrainiwa, ni saikolojia ile. Yaani huyu mtu tangu akiwa mdogo labda alikuwa anamuona baba yake akiwa anasema every time sina hela. Na ndio maana aina hiyo ya watu sometimes unaweza kukuta hata hawajawahi kuwa na hela. Kweli. Yaani hawe na hela, hana hela. Hawe hana hela vile vile. It's a mindset thing. Sasa ni jinsi gani ambayo mtu anaweza akabomoa hiyo mitazamo potofu ya kuhusiana na pesa kichwani kwake na akaanza kusuka upya mindset mpya ambayo inaweza kumsaidia kuwa na hizo perception mpya za kuhusiana na pesa. Okay, sawa. Sasa hapo kikubwa cha kuangalia ni kwanza kubadilisha mtizamo, mindset. Change your mindset. Ndio maana wazungu wanasema is change of mindset. You can set it. Unajua kuna vitu ambavyo tumekuwa tukiviamini kuanzia unazaliwa, umekuwa katika wazazi wako, mazingira, malezi yamekuaminisha hilo jambo. Lakini inaweza ikafika mahali ukagundua kwamba usio ukweli wa mambo. Nahitaji kubadilisha mindset yangu. Na kitu kikubwa kitakachotusaidia kuweza kubadilika, inawezekana kikao cha kwanza ni kusoma vitabu. Kuna vitabu vingi ambavyo vinaweza vikakubadilisha mtizamo wako wa kifedha. Kwa mfano umezungumza kuhusu psychology of money. Viko vingi sana. The richest man in Babylon. Hizo zote ni vitabu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kubadilisha mtizamo wako. Lakini cha pili ni kuambatana na watu ambao walio sahihi. Kwa sababu kwenye maisha yetu ambao tunaishi kila siku, watu ambao tunaambatana nao wana uwezo wa kuku-affect positive au kuku-affect negative. There's nothing like neutral. Hakuna haja ya kusema mimi nazunguka na mshikaji lakini si mwingine. Hakuna kabisa. Hao watu wanaweza wakakubadilisha ukawa mtu bora zaidi, au na kuna watu ambao maisha yao yamebadilika kabisa au yameharibika kabisa kwa kuambatana na watu ambao sio sahihi.
Sasa wewe mwenyewe lazima uangalie association yako ambayo kuanzia kwenye spouse wako, mume wako, mke wako, watu ambao wana nidhamu ya pesa, marafiki zako ambao unatumia muda wako mwingi kuambatana nao. Lakini pia kuna siku hizi tuna events ambazo zinaweza zikakusaidia kubadilisha kabisa mtizamo wako wa kifedha na ukaanza kufanya maamuzi sahihi. Mimi binafsi zimeweza kunisaidia. Kwa mfano events la Let's Talk Finance. Mimi nimeenda kwenye hizi event. Mimi ni mmoja wa watu ambao wameweza kusaidika sana kupitia hizi event. Kuanzia zimeanza takriban miaka kama 5 iliyopita mpaka sasa hivi. Nimejifunza kutoka kwa watu wengi sana. Naweza kusema nimejifunza kutoka kwa maguru ambao wana experience na wana mafanikio kwenye uwekezaji, ambao zimenibadilisha hata safari yangu ya uwekezaji. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi sahihi kuhusu fedha zako. Okay. Mtu aliyeko kazini sasa hivi, wewe umesema ulishawahi kuajiriwa alafu ukakaa baada ya muda ukaona hamna kitu hapo kala kushoto. So mtu ambaye yupo kazini sasa hivi anakusikiliza, kwa sababu unajua mwisho wa siku kuna watu watafanya kazi. Yes, kabisa. Hatuwezi kuacha kazi wote. Kweli kabisa. Lakini kwa mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi amekuwa na wazo la kutaka kuacha kazi muda mrefu. Yes. Anataka kuacha kazi. Kuacha kazi is a risky thing. Ni kweli. Very risky thing. Ni kweli. Ndio maana huwa wakati nauliza hili swali najaribu kulistress with enough information ili mtu aelewe unazungumzia nini, asi akafanya kitu ambacho kika backfire kabisa. Akaja akasema dada Blandina alinishaurigi vibaya. Mtu ambaye anataka kuacha kazi, hajaacha kazi, labda aingie kwenye biashara. In most cases mtu anataka labda aingie kwenye biashara. Yes. Unamshauri aanzie wapi? Okay. Asante. Swali zuri, kwa sababu pia hata mimi ni experience ambayo nimeipitia. Kwamba nilikuwa nimeajiriwa na nikawa natamani kufanya biashara. Na ilikuwa smooth road ulivyoacha? Haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi. Okay. Nitaweza kusema kwamba ni muhimu sana wewe ambaye unanisikiliza umeajiriwa, ukasema mimi nitaweza kuanza kwa wasema side hustle. Ule muda wangu ninaopata wa ziada, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametubariki muda mwingi sana. Tatizo ni kwamba tunavoutumia. Una masaa 24. Masaa 8 upo kwa mwajiri wako. Masaa 8 umelala. Haya masaa 8 yaliyobaki unayatumiaje? Je, unazurura huko kwenye mitandao ya kijamii au unafanya vitu ambavyo vinakusaidia kuweza kutengeneza kipato kizuri cha ziada? Sasa mimi nitakushauri, cha kwanza usiache kazi. Usiache kazi. Hatua ya kwanza kabla hujaacha kazi usiache. Kabla hujaacha kazi usiache kazi. Okay, nimependa. Angalia ni kitu gani ambacho unaweza kukifanya kwa ule muda wa ziada ambao Mwenyezi Mungu amenibariki nao. Nikiwa kazini. Nikiwa bado kazini. Okay. Mimi nilikuwa natumia ofisini, tulikuwa tunapewa lisali moja la kula. Mimi nilikuwa sili lisali zima. Nitakula dakika 20, dakika 40 zilizobaki nitafanya pale appointment zangu za biashara. Nitapiga simu zangu za biashara. Nikitoka ofisini, tulikuwa tunatoka ofisini 5:30, saa 11:30. Badala ya kukaa njiani lisali zima au masaa mawili naenda nyumbani, ule muda nitautumia kwa ajili ya kufanya biashara yangu. Walau masaa mawili ndio nirudi nyumbani. Okay. Exactly. Kwa muda wangu ule nilikuwa napata ya ziada. Jumamosi na Jumapili siendi kazini, nina muda mzuri na invest kwa ajili ya biashara yangu. Kwa ule muda unaopata wa ziada, wewe uliyeajiriwa, muda unaopata wa ziada utumie vizuri kuanza biashara yako ya pembeni ukiwa bado mwajiriwa. Hiyo ni namba 1 la muhimu sana. Angalia tu ni biashara gani ambayo unaweza kuifanya ambayo inanipa flexibility ya muda, nikaweza kutumia muda wangu vizuri wa ziada. Lakini cha pili na kushauri, ni muhimu sana ukaweza kuweka tunasema ni kama uweke emergency funds au akiba. Unajua kabla hujaacha kazi lazima ujiulize kwamba kila mtu sio tu lazima unataka kuacha kazi. Hata wewe leo unaonisikiliza ni muhimu sana ukatengeneza kitu kinaitwa emergency funds. Na before hujaanza hata kuwekeza, jiulize, je, nikipata dharura yoyote nitaweza kweli kumudu? Kwa sababu leo ukianza uwekezaji, umeanza kuwekeza, alafu kesho umepata changamoto ya kifedha, maybe inawezekana gari yako imeharibika, friji nyumbani imeharibika, huwezi kusurvive labda bila friji nyumbani, itabidi uende ukachukue hela yako uliweka kwenye uwekezaji uweze ukarekebisha hili jambo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasema, je, naweza kuwa na pesa ya dharura? Na hiyo at least wanashauri ni kuanzia ya miezi 3 at least mpaka miezi 6. Yaani uwe na uwezo kama miezi 3 mpaka 6 bila kubadilisha lifestyle yako. Yes, exactly. Fix fridge, fix gari. Yes, na maisha yaendelee kama kawaida. Yes. Okay. Yeah, na maybe unaweza ukaangalia ukasema, mimi kwa
kwa mwezi mzima na familia yangu naweza kutumia kipato cha kiasi gani. Maybe inawezekana matumizi yenu yote yanakupeleka labda kwa milioni 1. Basi at least niweze kuwa na kipato pembeni ambacho kitaniwezesha kuweza kusurvive kwa hii miezi 3 mpaka 6. Exactly. Maana yake unapokuwa unataka kabla hujaacha kazi. Yes. Cha kwanza usiache kazi. Yes. Cha pili utafute kitu kingine ambacho kinaweza kukuingizia kipato. Cha tatu uwe na emergency fund. Exactly. Na emergency fund usipokuwa nayo maana yake ita affect hata uwekezaji wako. Exactly. Okay. Na cha 4 cha muhimu sana, lazima uwe na mentors. Uwe na watu ambao wamekutangulia kwenye lile jambo ambalo unaenda kulifanya. Okay. Ujifunze pia kutoka kwa watu ambao watakuongoza labda, watakuonyesha njia kwa sababu walishapita kule ambapo unataka kuanza kupita leo. Au ni watu ambao watakusaidia ili safari yako iweze kuwa bora zaidi. Mimi nimekufuatilia for quite some time sasa hivi, dada Blandina, na miongoni mwa vitu ambavyo nimevinotice kutoka kwako, sio kwamba nakugaslight, lakini I am picking what you are dropping. Nimenotice pia kwamba you have a very good relationship with God. Yeah. Maybe I don't know, lakini kwa kiasi changu nimenotice. Hata wakati nikiwa naongea na wewe kwenye simu, maneno kama amina, Mungu akubariki, ni maneno fulani ambayo ni mtu ambaye amedevelop relationship na Mungu ndo ana wepesi wa kuyatamka kirahisi under natural circumstances. Uhusiano wako na Mungu una maana gani kwako? Okay. Na mimi nimekuwa nikiamini na namshukuru Mungu hata kutoka kwenye ukuaji wangu nikiwa nimezaliwa mpaka nakuwa, nimeamini kwenye kuishi kwa kumtegemea Mungu. Na nikajifunza kwamba hakuna mtu yoyote anaweza kufika mbali, kufanikiwa kwenye eneo lolote lile kwenye maisha, iwe ni kwenye safari yako ya kazi, kwenye ndoa yako. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa bila kumtegemea Mungu. Kwamba kila jambo ambalo sisi tunalifanya kwenye maisha yetu, tunapomtanguliza Mungu mbele, tuna uwezo wa kufanya vizuri sana. Na mimi hiyo ikanipelekea kuweza kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, ambao tunasema watu wengi sana wanakosa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu kwa sababu fulani. Maybe inawezekana haamini. Wapo watu ambao hawaamini kama Mungu yupo na vitu vingine kama hivyo. Lakini mimi kutokana na imani yangu nimeamini kwamba ninapomtegemea Mungu, ninapomtanguliza Mungu, mambo yangu yana uwezo wa kwenda vizuri kabisa. Okay. Na kama kuna ushamba ambao nitasema ni ushamba hapa duniani, ni kuishi maisha kutokumtegemea Mungu. Yes. Ni ushamba wa hali ya juu. Ni ushamba wa hali ya juu. Na wewe una vitu ambavyo kwa watu wengine Mungu ni kitu fulani cha kufikirika tu. Yes. Lakini wewe una ushahidi tangible wa vitu ambavyo Mungu amevifanya ambavyo una uhakika angekuwa sio yeye. Kabisa. Hakika. Kabisa. Yaani mimi ni mmoja wa watu ambao nimemshuhudia Mungu kwenye maisha yangu face to face. Sio hadithi yani. Kwenye familia yangu nimemuona Mungu akiweza kunipambania, nimemuona Mungu akiweza kunipigania, na hakika nasema hakuna mtegemea Mungu akaibika. Yes. Dada Blandina, ili swali napenda kuuliza sana wa dada. Ndio. Ukirudishwa I don't know miaka mingapi kutokea hapa ulipo, ukakutana na binti mdogo wa miaka 18, 19, 20 hapo, ambaye anaitwa Blandina Njau. Ndio. In the past years, amekaa sehemu kwenye kiti in a corridor. Ndio. Sijui kwa wakati huo alikuwa, kwa sababu wewe unamfahamu huyo binti. Ndio. Na yeye anakufahamu pia. Ndio. Sijui kwa wakati huo alikuwa yupo kwenye situation gani na alikuwa yupo kwenye kipindi gani cha maisha yake. Unaweza kumshauri nini huyo binti? Okay. Alafu pia kama ushauri wako unaweza kuresonate na binti ambaye anakusikiliza sasa hivi yupo kwenye you know her early 20s, bado hajafigure out cha kufanya, yupo. Okay, sawa. So maybe inawezekana ukawa ni mwanamke au hata mwanaume ambaye labda sasa hivi uko kwenye hatua labda hata ya kukata tamaa na vitu vingine kama hivyo. Naweza nikakwambia kwamba wewe ni mtu ambaye haujachelewa. You are in a progress. Upo katika, you are not late, you are in a progress. Na it's not about perfection, it's about progress. It's about progressing. So kikubwa ni kwamba saa nyingine tunachukua muda mwingi sana kutafakari. Hivi naweza kufanya kweli? Nikifanya hichi sijui watu watanionaje na vitu kama hivyo. Cha muhimu ni kuweza kutake action. Lakini jambo lingine la muhimu sana
ni naweza kusema kwamba usikate tamaa. Unajua inawezekana umeshawahi kujaribu jambo alafu ukaona kabisa I say mbona nimefeli, mbona nimeanguka. Waingereza wana statement yao muhimu sana, wanasema you fall 7 times and you rise 8 times. So inawezekana ukawa umeanguka mara 7, basi amka mara 8. Kwa hiyo jambo la muhimu sana la kuzingatia ni kwamba chochote unachokifanya au umeshajaribu kukifanya, usikate tamaa. Hebu jaribu tena na Mungu, kwa sababu naamini lazima utaamka. Ila pia nitazungumzia swala la muhimu sana la kuwa na discipline, self discipline, ambayo tunasema ni kama nidhamu binafsi. Na nidhamu binafsi tunaweza kuiangalia kwenye mambo mengi mno. Cha kwanza kabisa ni nidhamu ya kuweza kudhibiti hisia zako. Okay? Na kama ukiwa mtu ambaye unaweza kudhibiti hisia zako, itakusaidia kwenye mambo mengi sana katika maisha. Inawezekana kuna vitu leo unaona vinakupa Shida, furaha maybe niseme, au vinakupa starehe, lakini ni vitu ambavyo baadaye vitaweza kukuletea matatizo. Je, inawezekana mimi leo nikaweza kuviacha hivi vitu ili baadaye niweze kuwa mtu bora zaidi au kuishi maisha bora zaidi. Discipline kwenye hisia, lakini pia kutengeneza nidhamu binafsi kwenye upande wa pesa. Exactly. Nidhamu binafsi kwenye pesa. Je, mimi kwenye pesa ambazo nazipata, je, naweza kuwa na nidhamu bora? kujinyima. Exactly. Naweza kujinyima. Kuna kitu wanaita delayed gratification. Inawezekana nikaacha kukifanya leo, lakini in the future kikaweza kunipa faida zaidi, maisha bora zaidi, future yangu ikawa bora zaidi. Yes, kwa hiyo pia tunaangalia kwenye nidhamu ya kuhusiana na watu. Nidhamu ya kuhusiana na watu, na hapa tunazungumzia mahusiano ya engo zote katika maisha. Marafiki zetu, yes, familia, watu ambao nina uhusiana nao kwenye biashara na vitu vingine ambavyo vimefanana na hivyo. Kama nilivyosema awali, hao ni watu ambao wanaweza kuniaffect positive au kuniaffect negative. Kwa hiyo inabidi niwe makini sana na watu gani ambao ninawakaribisha kwenye maisha yangu. Kuna watu ambao sihitaji kuwakaribisha kwenye maisha kwa sababu inawezekana hawatanipeleka sehemu sahihi. Na jambo lingine la kuwa na nidhamu nalo ni swala la muda. Inawezekana unanisikiliza hapa sasa hivi unajiona you have all the time in the world. Inawezekana una miaka 20 leo hii unasema mimi bwana bado nina muda. Yes. Lakini mimi naomba nikuambie tu kwamba muda ni kitu cha thamani sana. Kuna mwana filosofia mmoja anaitwa Jim Rohn alishawahi kusema kwamba time is the most valuable asset. Yet a lot of people try to waste it rather than investing it. Unajua ukipoteza pesa leo, utatafuta utapata. Lakini ukipoteza muda, muda ujirudi tena. Ukishaondoka umeondoka. Na ukitaka kujua ili uende na katafute watu ambao wamestaafu au ambao wako kwenye kujiandaa kustaafu. Watu wazima watakwambia, ukimuuliza moja ya kitu ambacho leo ungetamani kibadilike kwenye maisha yako, atakwambia ninatamani muda ungerudi nyuma. Ninatamani ningerudishwa nyuma miaka kadhaa. Maybe ningeweza kufanya vitu vingi sana katika maisha yangu. Kwa hiyo tunaangalia kwenye nidhamu. Lakini jambo lingine la muhimu sana ambalo pia niligusia awali ni kuweza kupata muda wa kujifunza, kuattend the right events, the right seminars ambazo zitakushape wewe kuwa mtu wa tofauti. Na kujinoa, kupata knowledge and skills. Unajua kuna mtu mmoja anaitwa Abraham Lincoln alishawahi kusema kwamba akipewa masaa 6 ya kukata mti, atatumia masaa 2 kuweza kunoa lile shoka lake, na atatumia masaa 4 kunoa shoka lake, na masaa 2 atayatumia kwa ajili ya kukata ule mti. Kwa hiyo mimi ningekushauri wewe tumia muda wako mwingi kwa ajili ya kujifunza, kupata the right knowledge, kupata the right skills, master kitu ambacho unataka kukifanya, kwa sababu dunia leo imejaa a lot of average people. Watu wa kawaida. Imejaa lots of average doctors, average lawyers. Yaani mediocrity ni jambo la kawaida. Exactly. But wanasema kama utaweza kutumia walau dakika 90 kujifunza kwenye ile area yako, basi kwa muda wa miaka 5 utakuwa huru kwenye ile jambo ambalo unalifanya. Kwa hiyo tumia muda wako mwingi kwa ajili ya kujifunza na kupata maarifa sahihi. Siku hizi dunia ina a lot of average people. Hicho kitu sijawahi kukisikia muda mrefu. Watu wengi siku hizi ni average people. Exactly. Okay. Kwa sehemu ambayo upo, kwenye industry ambayo upo, au kwa generally tu kwenye jamii ambayo upo,
miongoni mwa vitu ambavyo jinsia ya kike wanaipata ni kucompete kwenye ulimwengu ambao una wanaume. Sasa hapa kuna mawili. Kuna swala la kucompete kwa maana ya kiuwezo ambayo hiyo haina gender. Swala la uwezo wa mtu halina jinsia. Mwanamke au mwanamume anaweza kuwa bora kuliko mwenzake. Ni kweli. Lakini pia kuna swala la kuhusiana na hao wanaume, business relationships na kadhalika na kadhalika. Ni jinsi gani kama mwanamke unaweza kuexcel kwenye career yako, kwenye industry yako yoyote ambayo upo, while maintaining a healthy relationship with men? Kwa sababu huwezi sasa ukaishi peke yako. Hii dunia lazima utakuwa na marafiki sijui kama utawaita marafiki au namna yote utakavyo categorize, lakini lazima utakuwa na partners wa kiume ambao unashirikiana nao kwenye vitu ambavyo unavifanya. How do you navigate that? Kwa sababu it's a very tricky situation ambayo wanawake wengi wanajikuta kuwepo. How do you navigate it with care ili uweze kuexcel kwenye area yako ya unachokifanya, lakini pia uweze kumaintain mahusiano ulionayo na jinsia, the other gender iliyokuzunguka? Na hii inaweza kapply hata kwa mwanaume towards wanawake. Ni kweli. Sasa hapo jambo la muhimu la kuzingatia ni kwanza unapodili na jinsia yoyote ile, kama sisi wanawake tunadili na wanaume, ujue kabisa kwamba it's not a competition. Ni kuungana pamoja na kufanya ni collaboration. Exactly, it's collaboration. Na siku zote uone kama huyu ni mtu ambaye anaweza kupata kitu kutoka kwake na yeye atapata kitu kutoka kwangu. Kwa hiyo tunahitaji kucollaborate ili tuweze kufanya mambo makubwa zaidi. Na nikwambie kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha yangu. Kwa mtu yoyote yule ambaye utakutana naye leo, kwa namna moja au nyingine lazima kuna kitu ambacho inawezekana yakawa bora zaidi kuliko wewe. Inawezekana ukao una uwezo mkubwa au una experience, lakini bado kuna kitu utajifunza kutoka kwa yule mtu. Yaani hiyo mentality ukiwa nayo itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Yoyote unayekutana naye kwenye maisha yako, kuna kitu uwezo wa kujifunza kutoka kwake. Exactly. Regardless of who that person is. Yes. Na pia lazima uelewe pia kuna watu ambao watakuwa wamekuzidi au wamekupita kwenye jambo fulani. Hauwezi ukawa bora kwenye kila kitu. Of course. Kuna mahali tu kuna mtu yuko bora kuliko wewe na amekuzidi sehemu fulani. Kuna mtu akichukua kile chumba chako akakideki, hautawahi kudeki kama kabisa. Yaani kitu ni kidogo lakini ana uwezo kufanya with so much ujuzi kuliko wewe. Yes. That's true. Sasa kama ukiwa mwanamke ambaye unadili na wanaume kwenye eneo lako la sehemu yoyote ile ambayo wewe upo, jambo lingine la kuangalia ni boundaries, mipaka yako. Je, huyu mtu ni business partner wangu, lakini nina mipaka. Yes. Lazima ujue jinsi ya kuweza kuweka mipaka yako ili uweze kuendelea kumaintain healthy relationship. Mkaendelea kufanya kazi vizuri na mahusiano yenu labda ya kiurafiki yakaweza kuendelea vizuri. Okay. Na jambo lingine la muhimu sana. Na nitalizungumza kwa sababu kuna mtu atalichukua na litaweza kumsaidia kwenye maintain professionalism, especially for ladies dealing with men. Kwa sababu kwenye safari yako utakutana na watu wengi sana. Wengi mno katika kuanzia unavyoanza labda career yako, biashara, na unavyoendelea kukua kwenye biashara yako. Kama kuna vitu viwili ambavyo unaweza ukaviavoid vikakusaidia, ni kuavoid sex and money. Nimesema naamini kuna mtu ambaye atachukua na itamsaidia. Nikizungumzia kuna vitu, nimesema utakutana na watu wengi sana kwenye safari yako ya mafanikio ya career yako. Sasa tunapozungumzia kwenye kuavoid hivyo vitu viwili, those two things are so emotional. Sex and money, very emotional. Ukiviendekeza kwenye maisha yako, ndio maana nilisema awali kuweza kudhibiti hisia zako. Ni vitu ambavyo ukiviendekeza inawezekana vikakupeleka mahali pabaya sana. So, because mimi ninapokutana na wewe, nataka niendelee kumaintain urafiki wetu na kumaintain professionalism kwenye kitu tunavyovifanya. Hivi vitu ambavyo tunafanya. Vivyo kututanisha. Hivi vitu viwili naomba tuviweke pembeni. Na pesa ni emotional. Leo nimeona watu ambao wanasema jamani, kuna wengine mpaka wanapata changamoto ya afya ya akili kwa sababu nilimsaidia mtu fulani kifedha, akakimbia nazo. Yes, baadaye akaja akapotea, tulikuwa tuna mahusiano, pesa yangu nimepoteza, mahusiano nimepoteza na pesa yangu. So ni vitu ambavyo vimeumiza sana watu, especially wanawake. So unajua kabisa this is business. Ni kazi, basi let's not entertain those two things.
si tufanye kazi na bado tuendelee kumaintain mahusiano mazuri. Okay. Ni rahisi kuelewa part ya sex kwamba we choose to draw the lines kwamba we cannot cross here, lakini please elaborate kidogo kwenye swala la pesa. Do you mean kwamba now that I have a business partnership with you, what do you mean? Nisikupe hela? Wewe hapo ni mshikaji wangu. Mwanaume mshikaji wangu, rafiki yangu. Au hata labda inawezekana tumeanza mahusiano pamoja. Sizungumzii kwamba usisaidie watu, hapana. Unajua kwa mfano kama Jose, unaweza ukaja kwangu leo kaniambia ise Blandina, na changamoto ya kifedha. Naomba unisaidie maybe $1,000,000 ise. Nitakurudishia. Lakini unajua pia hii hela inawezekana isirudi. Nenda kakope washikaji zako. Lakini mimi kwa sababu najua pia ni sehemu ya washikaji. Najua kabisa kwamba mimi nataka niendelee kwa sababu kuna statement moja mtu alishaye kusema, akasema borrow somebody money and you lose both. You can lose your friendship and you can lose your money. Okay. Na ndio maana Sajino anasema unaweza kumpa mtu pesa ambayo hata ukiipoteza, you are willing to let it go. Yes, I'm willing to let it go. Haita affect mahusiano yetu, haita affect kazi tunayofanya. Na nimeona kuna watu wengi ambao wamepoteza mahusiano yao kwa sababu tu labda nilimsaidia mtu pesa. Walikuwa na mahusiano mazuri sana, lakini kwa sababu tu nilikusaidia pesa, nilikukopesha, ile pesa haijarudi, mahusiano yetu yamepotea. Kesho kutwa nakupigia simu, Jose tuna kitu cha muhimu tunadiscuss. Lakini unajua tu Blandina ananikumbushia ile pesa yake. Haupokei simu. Kumbe hata inawezekana ilikuwa ni kitu kingine kabisa. Kwa mahusiano yetu yakaishia kupotea kwa sababu tu tumeweza kuinvolve pesa. Ndio maana nasema kama unaweza kuviavoid, kama unaweza kuviavoid, vitakusaidia sana. Okay. Yes. Manipo wakati mgumu dadangu. So maana yake you are trying to tell me kwamba mimi nina urafiki mzuri sana na Blandina. Ndio. And I'm in trouble. I need money. Na ndio maana nikasema awali sio kwamba uache kusaidia watu. Unaweza ukasaidia. Au ni uwe tu na hekima ya kujua level ya huo msaada unaotoa. Exactly. Lakini pia ndani yako uwe na willingness ya ku let go in case huyo mtu. Na chochote kikatokea kama umepoteza, I am willing to keep the friendship. Yes, bado mahusiano yetu yakaendelea kuwepo kama marafiki, kama business partners. Exactly. Hapo kidogo I'm getting the idea. So let's tugusie kidogo swala la hapa. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo vimebadilisha sana dunia upside down ni COVID. Ndio. COVID ilipokuwa imetokea, kuna vitu vingi sana ambavyo hapa duniani vilikuwa vinaweka katika utaratibu, vikahamia utaratibu huu completely. Na sijajua wewe ulikuwa wapi au COVID ilikukuta vipi au ilikuwa affect vipi. Ndio. Lakini all I just want to know ni jinsi gani COVID ili affect maisha yako na darasa la msingi ambalo ulitoka nalo. Okay. Post COVID. Okay, asante kwa swali zuri. Na mimi nataka kupitia hiyo experience tujifunze kwamba life is fragile. Unajua tunasema ni kama ukiwa umeshika glasi yenye kioo, inabidi uishike kwa umakini sana. Inaweza ikadondoka, ikapasuka kabisa ukaipoteza. Na maisha ndio jinsi yalivyo. Hatuna garantia kujua kesho yetu itakuwaje. Maisha yetu miaka 5 ijayo, 3 ijayo itakuwaje. Na ndio maana tunahitaji kuishi kila siku iendao kwa Mungu, kwa kuamka asubuhi na kujiuliza leo nafanya nini niweze kutimiza kusudi la maisha yangu. Kwa hiyo kila siku iendao kwa Mungu ina maana kubwa sana wewe kwenye kusudi lako na kugusa maisha ya watu wengine. Na hatuwezi kujua kwamba changamoto kama hii tunaomba Mungu isitokee tena. Lakini hatujui garantia kesho kutwa yetu miaka 2 3 ijayo itakuwaje. Kwa hiyo hiyo imenifundisha kuishi kusudi langu. Na tuliona kuna watu wengine ambao waliweza kupoteza maisha yao. Labda walikuwa na kitu kikubwa hawajaweza kukitimiza, lakini hawakuweza kukitimiza. Lakini jambo la pili la muhimu sana ni wanaita adaptability. Kuweza kuadapt kutokana na mazingira. Tunaona kupitia COVID-19 kuna watu ambao walipoteza ajira zao, kuna watu ambao walipoteza kazi zao. Kuna mazingira ambayo yalituhitaji tusikutane na watu uso kwa uso. Mimi shughuli ninayoifanya inanilazimu kukutana na watu ana kwa ana. Inanilazimu kufanya mikutano mikubwa ya kukutana na watu. COVID ilikuzuia. Yes. Ilibidi nihamie kutoka huko sasa, nikae nyumbani, nifanye kazi nikiwa nyumbani. Adaptability. Yes. Kwa hiyo niweze
anzisha au kuweza kuboresha zaidi ile nafasi yangu ya kuweza kufanya kazi nikiwa hata nyumbani. Exactly. Lakini pia kitu kingine cha tatu na cha muhimu sana, tunasema ni an opportunity ya kuweza kuembrace digital, kwenda kidigitali. Na tumeona jinsi gani ambavyo kupitia digital tumeweza kujenga biashara. Biashara yangu mimi binafsi nimeweza kuipeleka global. Sasa hivi niko Tanzania lakini natengeneza pesa kutoka nchi tofauti tofauti kwa sababu nimeweza kuembrace vizuri na kujifunza kuitumia, na inanisaidia kuweza kujenga biashara all over the world. So tukizungumzia pia kuweza sasa hivi tukiona kwamba tuna system au tuna uwezo mkubwa sana ambao ukiwa dunia imekuwa kama kijiji. Unawezekana ukao huko Tanzania lakini unaweza kupeleka biashara yako nchi tofauti tofauti kutokana na maybe mikawa ni mitandao ya kijamii na vitu vingine kama hivyo. Yes, lakini pia bado tunarudi kwenye ile jambo lingine la muhimu sana la kuweka akiba au kutengeneza an emergency fund. Hebu pata picha kwamba leo umeenda ofisini kwako asubuhi ukaambiwa hakuna kazi. Hakuna kazi, au kampuni kwa bahati mbaya kutokana na changamoto hii ambayo inaendelea umepoteza ajira yako. Na ikakuchukua miezi 3 ijayo mpaka 6 wewe kuweza kupata kazi nyingine. Sasa vipi hapa katikati? Na the only source of income ilikuwa ndio kile kitu ambacho unakifanya. Je, utaendelea kuishi maisha ambayo unaishi sasa hivi? Kama umepanga hiyo nyumba utaendelea bado kuwepo hapo? Familia, watoto na vitu vingine kama hivyo. So ni muhimu sana kuweza kukumbuka kwamba tunahitaji kuweka akiba, tunahitaji kuweka emergency fund, kwa sababu chochote kile ili lilitokea limeshapita, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini who knows, tunaombea isiwe hivyo, lakini inawezekana ikaja jango lingine ambalo ni similar hata kama sio hicho, lakini au wewe kwa bahati mbaya chochote kimetokea kwenye afya yako, chochote kimetokea kwenye kazi ambayo unaifanya, kikakuhitaji kukaa nyumbani miezi 6. Je, utaendelea kuishi vile unavyoishi leo? Okay. That's deep. Na dada Blandina, nimeona upo sensitive sana na swala la kutamani watu wajue kusudi, mtu ajue kusudi lake ambalo Mungu amemruhusu kuja hapa duniani kuishi kwalo. Wewe binafsi unataka dunia ikukumbuke kwa nini? Wewe ni kwenye ulimwengu wa biashara au ni ulimwengu maisha yako binafsi? Sawa. What would you want the world to remember you for? Asante sana. Sasa tukizungumzia kwenye swala la legacy, wanasema kwamba legacy is not what you leave for people, but what you leave in people. Kuna watu wanaamini kwamba kuacha legacy ni kuacha manyumba mengi, kuacha magari Rolls Royce na vitu vingine kama hivyo. But what you leave in people is very important. Na inawezekana ikawa ni kwenye career, inawezekana ikawa ni kwenye biashara au kwenye eneo lolote lile katika maisha. Na mimi binafsi naamini kwamba nitakapoondoka hapa duniani watu wasinikumbuke kwa kwenda kutafuta kaburi langu liko wapi. Walisafishe sijui wafanye nini. Watu waone ushuhuda wa maisha yangu kwenye maisha ya watu wengine. What you live in people. In people. Not for people. Watu waone vile nilivyoviacha kwenye mioyo ya watu. Jinsi gani ambavyo kuna maisha ya watu yamebadilika. Jinsi gani ambavyo kuna familia zimeweza kubadilisha maisha, zikawa na maisha bora zaidi kupitia mimi. Na tunasoma historia za watu kama Mother Teresa. Ni watu ambao hawakuwa na pesa nyingi sana, utajiri, lakini kuna vitu wameviacha kwenye mioyo ya watu mpaka wa leo. Exactly. Tunasoma stories za so many people, because of time sitaweza kuelezea kila mtu, lakini kuna watu wengi sana ambao wameweza kuacha vitu kwenye mioyo ya watu, na kuna maisha ambayo yamebadilika kupitia kile ambacho walikuwa wanakifanya. Kwa hiyo mimi sitamani kuishi hapa duniani kuzurura tu nikaondoka. Natamani niweze kufanya kitu ambacho kuna watu watasema isee, kupitia huyu mtu maisha yangu yameweza kubadilika. Na umeshaanza kufanya? Ndio. You hope kwamba kuna baadhi ya watu. Ndio kabisa, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. God forbid. Kutokea leo atasema kwa kweli kama sio yule dada mimi nisingekuwa hapa nilipo leo. Kabisa. That was deep. Yaani inabidi siku moja uwe mchungaji sasa. Alikuwa anaanza kusikia kabisa transformation ndani yangu. Nashukuru. Na mimi kwa muda wangu wa ziada
nafundisha vijana kanisani, napata nafasi ya kufundisha vijana kwenye maeneo mengi sana. Namshukuru Mungu. Nje na pesa, dada Blandina, ni investment gani ambayo kwenye maisha yako you are glad you made nje na pesa? Okay, so labda nitazungumzia hata general kwa mtu ambaye ananisikiliza hapa leo. Ni kitu ambacho inabidi aweze kukifikiria. Cha kwanza kabisa ni kwenye physical health and mental health. Okay, physical and mental health. Wazungu wana statement yao nzuri, wanasema health is wealth. Unapokuwa na afya bora, tayari kama kuna utajiri mkubwa ni wewe kuweza kuwa na afya nzuri. Na ukitaka kujua ni utajiri, ngoja siku upoteze. Ukikosa, exactly. Na ukiangalia kiukweli inaanzia pia kwenye afya ya akili. Sio tu physical, lakini pia hata sasa hivi tunaona kuna watu wengi ambao wanapata changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo unabidi uvilinde, ni your physical and your mental health. Huo ni utajiri wako wa kwanza, investment yako, uwekezaji wako wa kwanza mkubwa na wa muhimu sana. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo ningehitaji kulisema kikiwa namba moja, lakini nitalisema tu, ni mahusiano yako na Mungu. Tulizungumza pia awali, kuweza kudevelop a very good relationship kupitia wewe na Mungu wako, imani yako, na kwa vile ambavyo unavyoamini vivote vile, kwa sababu kama kuna kitu cha thamani ni Mungu katika maisha yetu, alafu labda ni utafuata afya zetu, familia au kazi na vitu vingine kama hivyo. So investment yako na Mungu, investment yako kwenye physical health and your mental health. Lakini jambo la tatu la muhimu sana ni kwenye uwekezaji wako kwa watu. Kwa sababu kama kuna asset kubwa kwenye maisha yako ambao unaweza kuitengeneza ni watu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ameweza kufanya jambo peke yake. We need people. Mimi natumia muda wangu kuweza kuinvest kwa ajili ya watu wengine. Natumia muda wangu kuweza kugusa watu wengine. Kwa sababu these people na nitawahitaji kwa namna moja au nyingine. You can never isolate yourself like an island. Useme eti mimi nitakaa tu kama kisiwa na uwezo wa kufanya kila kitu peke yangu. Hakuna. Na pesa yoyote ni kuambia ambao mtu anaitafuta hapa kwenye maisha, ipo kwenye mfuko wa mtu. Nikiamka asubuhi natafuta pesa, iko kwenye mfuko wako. So nahitaji nijue niweze kutengeneza mahusiano mazuri, good relationship, ili niweze kupata hiyo pesa kutoka kwa ikiwa kama mteja wangu au vitu vingine kama hivyo. Yes. That was deep. Kwa kumalizia, dada Blandina, kuna mtu ambaye anakusikiliza sasa hivi, anaweza akawa she au he is looking up to you. Wakati mwingine akifuatilia webinar zako au seminar zako au chochote ambacho unakifanya kinamuinspire na kinamfanya ajisikie kwamba kuna siku anaweza akafika sehemu. Huyo ni wa kwanza. Wa pili, kuna mtu ambaye sasa hivi ninavyoongea na wewe anaangalia hii video, amelala, ameweka miguu juu kitandani, hana sense of direction, amechoka. Yaani labda ameshajaribu some things, kila anachojaribu kinakwama, kila anachojaribu kushika kina stuck. Amejaribu, watu wamekuwa wakimwambia wewe ni mvivu, wewe uelewi sijui ni nini, lakini she is trying. Kweli. Anajaribu, lakini bado she is feeling stuck. Una nini cha kumwambia mtu aliyopo kwenye situation ya aina hiyo? Okay, nimesema awali na nitarudia tena. Cha muhimu ni mtu kutokata tamaa. Kwa sababu inawezekana ikawa ni rahisi sana kuweza kukata tamaa au kukatishwa tamaa. Au wewe mwenyewe kujikatisha tamaa, kuona kwamba inawezekana mimi sitaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kama una uwezo wa kusema kwa chochote kile ambacho mimi ninakifanya, nitaendelea kukingangania mpaka nihakikishe nimeweza kufanikiwa. Ule ungangari wa kuweza kungangania jambo mpaka utakapoweza kufanikiwa. Yes. Kwa hiyo mimi nimtie moyo mtu yoyote kwamba you are on progress, you are not late, you are on the progress, na endelea kufanya. Mimi na uhakika utapata matokeo bila kukata tamaa. You are not in competition. You are not in competition. Exactly. Yes. That was nice. What a deep conversation. Yaani mpaka nimemeza kwenye haya maongezi nimejisahau kabisa kwamba nilikuwa nazungumza na it's been a very 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 deep conversation. Unajua kuna maongezi mengine ambayo tunayaongea yanakuwa ya kujenga, lakini yanakuwa ya chimbi sana kuingia ndani. Haya maongezi ya leo yamekuwa very deep, na I want to thank you on behalf of everybody who is watching us. Nataka nikushukuru sana. It's been a very healthy conversation, na natumaini yoyote ambaye amesikiliza tangu tumeanza mpaka hapa tulipofika, kuna mengi sana utakuwa umejifunza. Anaitwa Blandina Njau, kwenye mitandao yake ya kijamii anapatikana kama Blandina_Njau. Unaweza kumfuatilia, unaweza kaenda kuendelea kujifunza kutoka kwake. Ni mtu ambaye
she's an open book. Vitu vyake vingi wanavishare, ni rahisi kuviona. Kama kuna kitu utajifunza kabisa, kwa sababu huwa ana share. Lakini pia I believe she does coaching. Yeah. Kama kuna consultation au coaching program yoyote ambayo utahitaji kutoka kwake, you can DM her. Information zake zipo readily available kwenye mitandao. You can DM her au ukamtafuta kwa njia nyingine yoyote, ukamuuliza chochote ambacho unataka kumuuliza, au kama kuna kitu amekizungumzia hapa ambacho ungetamani akueleze zaidi kukihusu, please reach out to her na atakusort. Mimi binafsi nimejifunza, and I hope na wewe utakuwa umejifunza mambo mengi sana. And until the next episode, tumefika mwisho mwa episode ya leo.